wa wilaya yetu Bwana Nzota, na kushukuru sana kwa kunipa fursa ya kuzungumza mbele ya wananchi hawa kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa. Lakini napenda kutambua uwepo wa meneja wa mamlaka ya bandari Tanzania mkoa wa Kigoma pamoja na mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa TPA, mkurugenzi wa huduma za uhandisi kutoka makao makuu, pamoja na timu yote iliyotokea makao makuu ya bandari, mamlaka ya bandari kwa ajili ya jambo hili muhimu na la kihistoria. Kwa kipekee nitambue uwepo wa kaimu mkurugenzi wa halmashauri yetu ya manispaa kama ndio mwenye mradi baada ya kukamilika, lakini kwa namna kipekee zaidi tunaye mheshimiwa mwenyekiti wa Kibirizi Mrisho Mwamba, tumpige makofi. Mrisho ni miongoni mwa wenye viti bora sana kuwahi kutokea katika eneo letu hili. Ninasema hivyo kwa sababu kwanza anaweza kuwa mwenyekiti pekee aliyekuja ofisini kwangu zaidi ya mara 20. Na alikuwa anakuja na ajenda ya soko. Na ajenda hii nimewahi kuifikisha kwa mkurugenzi wetu mara kadhaa. Ni eneo la soko ambalo halikuwa mali ya halmashauri, lakini lilikuwa mali ya mtu, na yeye alikuwa na nia hasa, tena nia madhubuti, hata kwa kutoa michango ili soko lile liwe mali ya wana Kibirizi. Lakini eneo hilo pia lilikuwa linamilikiwa na watu wengine, ambapo ilikuwa ni lazima waweze kulipwa zaidi ya shilingi milioni 100. Lilikuwa ni jambo gumu sana. Mrisho kila wakati alikuwa anakuja ofisini na mkutanisha na mkurugenzi, wanazungumza, tunakwenda kwenye mchakato. Lakini leo nadhani roho yake itakuwa imetulia. Mpigie makofi Mrisho. Nashukuru sana. Leo roho yake itakuwa imetulia. Naomba niwape taarifa kwamba ninazungumza kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa, Kamishna General Mstaafu, Inspector General Mstaafu wa Jeshi la Polisi, Balozi Simon Sir, ambaye ndio mkuu wetu wa mkoa wa Kigoma. Leo anatambua jambo kubwa linalofanyika hapa la kushuhudia makabidhiano ya mkandarasi na utambulisho wa mkandarasi wa mradi huu. Mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 6.4. Ni mradi mkubwa sana. Leo Mheshimiwa Rais anakwenda kuweka historia ya eneo la Kibirizi kuwa hasa eneo lenye sura ya kibiashara. Tanzania oye! Dr. Samia oye! Leo eneo la Kibirizi linakwenda kubeba sura ya kuwa eneo halisi la kibiashara. Kama mnavyofahamu, eneo hili ni lango kuu la kwenda katika nchi tulizopakana nazo kando kando mwa ziwa Tanganyika. Eneo hili ni lango kuu la kuingilia Tanzania kupitia ziwa Tanganyika. Na kwa maana hiyo, eneo hili ni eneo linalopaswa kuwa na sura ya biashara, na Mheshimiwa Rais alipofika katika eneo hili amelibaini hilo na kutoa maelekezo kwamba hapa panapaswa kuimarishwa shughuli za ulinzi, lakini kuimarishwa shughuli za biashara kwa kujenga soko la kisasa. Dr. Samia oye! Dr. Samia oye! Kwa maana hiyo, sasa ni wajibu wetu
kuendelea kuhakikisha kwamba wakati mradi huu unaendelea, mali za serikali zinakuwa salama, lakini tunaofuatilia mradi wetu kwa ukaribu, ili hatimaye mradi huu utunufaishe kwanza wana Kibirizi. Baada ya kukamilika, litakuwa ni jambo kubwa na ni jambo la hekima, kwa sababu ninyi wafanyabiashara wadogo wadogo wa Kibirizi mmepata changamoto nyingi ya kutokuwa na eneo madhubuti la biashara ndogo ndogo, biashara za kati na hata biashara kubwa. Kwa sisi, na kwa sababu nazungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa na mkurugenzi yuko hapa, hakikishe baada ya kukamilika soko hili wananchi wa Kibirizi wanapewa kipaumbele. Nafahamu kwamba wafanyabiashara mbalimbali wanapata fursa ya kufanya biashara katika eneo hili, lakini tuwape kwanza kipaumbele wananchi hawa ambao wamekuwa wakihangaika kupata eneo la kufanyia biashara, halafu tutaangalia. Ndugu zangu, leo pengine sio siku ya kusema maneno mengi. Nitoe pongezi zangu za dhati kwa TPA kwa kutekeleza haraka maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha mradi huu unaanza kujengwa mara moja. Tuwapigie makofi TPA. Hili ni jambo kubwa sana. Mradi huu utakaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 6 ni mradi mkubwa kuwekwa katika eneo hili. Na tunadhani mradi huu pamoja na kwamba utakuwa na uwezo wa kuchukua wafanyabiashara zaidi ya 500 kwa pamoja au kwa mara moja, lakini mradi huu katika ujenzi wake utatengeneza ajira. Niwapongeze TPA kwa kumtafuta mkandarasi mzawa ambaye tunadhani yeye pia atatoa kipaumbele kwa wananchi wa eneo hili na wa Kigoma kwenye kushiriki kwenye shughuli za ujenzi wa mradi huu mkubwa. Kwa hiyo tunadhani atalizingatia hilo, ili katika kipindi hiki cha miezi 12 ambapo mradi utakuwa unajengwa na kwenda kukamilika, basi Watanzania waishio Kibirizi na Watanzania waishio wilaya ya Kigoma watapewa kipaumbele katika shughuli ndogo ndogo za kujipatia kipato kwenye kukamilisha mradi huu. Tanzania oye! Wakati naendelea kukamilisha hotuba yangu, naomba niseme kwa kifupi yafuatayo. 1. Tarehe 29 ambayo ni Oktoba. Naomba tarehe 29 wana Kigoma wote twendeni tukapige kura. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, naomba niwahakikishie usalama, amani na utulivu wa hali ya juu kama maji yaliyopo mtungini kwenye eneo letu. Nataka niwaambie Kigoma ni shwari, nendeni mkapige kura, kisha nendeni mkaendelee na taratibu zenu za maisha. Asitokee mtu yeyote atakayewatisha, atakayewasumbua, na hakika hatatokea, kwa sababu Kigoma ni eneo la amani na utulivu. Na sisi kama serikali tuko macho. Tunahakikishia usalama wenu na tunahakikishia kuchukua hatua kwa yeyote atakayethubutu kutikisa amani ya wilaya yetu. Kwa hiyo nendeni mkapige kura kwa amani, endeleeni kushiriki katika shughuli zenu za kujitafutia kipato kwa amani. Baada ya hapo rudi nyumbani kwa amani. Kigoma oye! Kwa mambo haya mawili nimesema niwaambie, kujitokeza tarehe 29 kupiga kura, lakini pia kuhakikishia amani na utulivu katika eneo letu. Dr. Samia oye! Sasa basi, baada ya kusema maneno haya, nipo tayari kushuhudia utambulisho wa mkandarasi. Nadhani umefanyika hapa tayari, lakini kama kuna lingine niko tayari kuendelea na ratiba inayofuata. Na watakieni kila laheri, na Kamanda Siro yupo ametulia na yupo kuhakikishia kwamba mkoa wake upo katika hali ya utulivu sana. Makofi kwa mkuu wa mkoa. Asante sana, naomba kuendelea na ratibu unaofuata. Asante, naomba sasa